Shaja kwenye mjengo. Tuko naye bwana Geoffrey Mosiria, na anajua wengi wanangojea kusikia kutoka kwake. Of course anasema jamani, shaja kwenye mjengo. Geoffrey Mosiria. Yes kaka. Karibu sana bro. Asante sana Clemo. Good to see you bwana. Yeah, asante. Kama kuna mtu ambaye pia mimi nishamtafuta kwenye show ni wewe. Leo niko hapa Radio Maisha. Good to see you. Karibu sana. Now, sijui tanzia wapi tumalizie na wapi kwa sababu inabidi tukimbize mbio lakini hivyo. Now, kwanza pongezi sana kwa operation ambayo unaifanya, operation ya kudili na watu ambao wanavunja sheria, watu ambao wanaacha kuvuka na footbridge zile, wanavuka chini. Ni kitu ambacho umeanza kukifanya kwa muda gani sasa hizi? Aswa kazi yangu ni kuelimisha wananchi wa Nairobi na wa Kenya kwa jumla. Kwa sababu Nairobi ni capital city ya Kenya. Ukija Nairobi, ni jukumu lako kufuata sheria. Sio tu unapoona footbridge imeekwa, haijaekewa ng'ombe, haijaekewa kuku, haijaekewa mbuzi, na haijaekewa ngamia. Ile imeekewa binadamu. Sasa wewe mtu mzima umesomwa na uko na akili zako, lakini kwa sababu unataka kutumia shortcut, unajua hii inaonyesha vile wananchi tumelelewa. Shortcut. Ukishikwa na askari unaongana, unatumia shortcut. Ukipatikana unaiba, unataka kutumia shortcut. So mtu pia maisha yake anataka kutumia shortcut kurisk maisha. Pale nilienda pale kwa sababu kuna watu wamegongwa na magari wakiavoid kutumia flyover. Na nikasema tumechangishwa michango mpaka watu wameanza kutuita fake friends. Mtu ameenda kwenye barabara ya kutumia footbridge, anatumia hapa chini, anagongwa, anakufa. Tunaanza kuitwa kwenye michango. Hivi nikuulize, tukiachana na raia, na pia wewe unatoka karibu ambao pia washapoteza uhai kupitia na kuvuka barabara. Kuna cases ambazo tunaletewa za unknown bodies ziko kwa mortuary. Watu walikufa, watu wao hawajui wako wapi. Aswa lililonifanya niende pale kuelimisha watu na kuwaelekeza, na pia kushirikiana na maafisa wa polisi ili tuweze kuleta order, watu wafuate sheria. Ni watu kufa ovyo. Watu wanakufa kama kuku. Every week we must lose 2, 3, 4 people. Tuko na watu wamejaa kwenye hospitali zetu kutokana na hizo accidents. So mimi nikaona kitu cha muhimu ni kwamba wacha niende pale nielimisha hawa watu wanaposhikwa. Unajua askari wakishika mtu afikishwa kotini, they will spend money. Watalipa fine ama wataenda jela. Na nilipofika pale tukashirikiana nao, tukashika hawa watu. Alafu watu wakaanza kusema, wengine sasa wanaanza kutufuta, situwape kitu kidogo. Nikamwambia mimi sichukuangi ongo. Ongo ndio imeua nchi yetu, ndio imeua maisha yetu, ndio imeua uchumi. Sichukui ongo. Mtaenda kotini, sheria ifuate mkondo. Wakasema tafadhali tusaidie tu. Nikamwambia basi mambo ni mawili, kama mnataka kusaidiwa. Ukienda kotini, judge ama magistrate anaweza amua muende mfanye community service ya kufagia, kuokota takataka. Na nikaona basi kama mtaki kwenda kotini, si basi mwokote takataka. Wasema unataka akitusamee tu. Kwenye zile videos Mosiria, kuna baadhi ya watu walikuwa na kashifu, wanasema jamani, hilo si jukumu lako wewe kuambia watu usijue ukote takataka. Na nadhani swali moja kwanza kabla tuende hapo, nadhani watu wangetaka kujua kwenye hii county ya Nairobi, cheo chako ama kazi yako ni gani haswa? Kazi yangu katika county ya Nairobi kwa lugha ya Kimombo ni Chief Officer in charge of public participation, citizen engagement and customer service. Ama kwa lugha ya Kiswahili katibu mkuu wa ushirikisho na huduma kwa wananchi gatuzi la Nairobi. You see what I was doing, I was engaging the citizens while educating them. Civic education is part of my role. We have to educate the people. So sometimes enforcement activities have to be documented and be shared out there for educational purposes. Not to benefit anybody, but for educational purposes. So tuliwashika, tukawaelekeza. Wakatuambia kwamba sisi hatutaki kwenda kotini, tusaidie tu. Na suluhisho ilikuwa ni rahisi. Okoteni takataka basi. Hiyo taka imemwagwa hapo, imemwagwa na wao wananchi bado. So waliokota takataka vizuri. Wakaiweka pamoja. Kuna wale ambao mnabishana pia.
waliokuwa wanapishana na sisi ni wale ambao hawataki kushikwa na hawataki kufanya nini? Hawataki kufanya chenye wengine wanafanya. Na kufuata sheria hawataki. So na hii Kenya si watu wote wako na akili timamu. Exactly. Hata kwenye familia kuna hauwezi kosa mtoto mmoja ule mtundu mwenye anasumbua. Kuna mmoja alimuona pale anasema naweza washughulikia nyote. Huyo alikuwa anauza uoga. Akapata atununui nini? Uoga. Akasema niweke pingu, nikatumana askari alete kutoka kwa gari akuje nini? Akuja amweke pingu. Kuona pingu ndio hiyo alitoka Siaka. Alitoka mbio arudi. Alitoka mbio. Vile tunaongea sasa hivi. Alienda kusimamia Machakos. Sio mara moja Mosiria kukuona kwenye ground, mwenyewe unashuka unaenda unafanya operation mwenyewe. Kuna baadhi ya watu watauliza mbona umeamua kushuka mwenyewe na si uachie maofisa ambao wako chini yako? Acha nikwambie. Yes. Jukumu la kufanya kazi ni letu sisi zote. Na kuna maafisa ambao wamepewa majukumu yao hawayafuatilii. Haswa wa serikali kuu na wa serikali ndogo. Na as a government officer, you should provide solution to the people's problems. Mali na kalia, complaints zote za wananchi zinakuja hapo. So ni jukumu langu nihakikishe kwamba zimekuwa addressed. Na pia kuna vitu za kutumia common sense. Jamaa unapita town, unapata mwanaume mzima anaenda haja kubwa hapo na kando yake kuna choo. Unapita unapata mwanaume mzima anafanya illegal dumping. Nataka inafaa kulipiwa. So mtu kama huyo mimi ninyamaze, hiyo si kazi yangu nipite. You know, we have to have a collective responsibility as the people and the government. Uwezi kuona mtu anatupa takataka kutoka kwa hospitali, wamefanya abortion wanatupa mili kwa barabara, alafu tunyamaze kwamba hilo si jukumu langu. Mimi na believe hivi. Government officer, you should be able to do all the work. Hata kama sio kazi ambayo umeasainiwa, you should be able to do that work and do it diligently and have result, and also document and share it on the media for educational purposes to create awareness. Ndio ifunze watu funzo, kwa sababu hao watu wenye wanaenda, mtu anafungulia sewage kwenda kwa barabara, na hiyo sewage iko na kinyesi. Kinyesi yenyewe ni fresh, inakuja hapo kwa barabara. Unataka sasa tunyamaze tuseme kwamba mwenyewe aliona tu acha yake kinyesi kwenda kwa barabara, tumezoea kuishi na kinyesi, tumezoea kuishi na takataka. Mimi nipite tu kama mtu mzima ako na akili zake, alafu niache watu endelee kumwaga kinyesi kwa barabara? No, lazima tumwambie fuata sheria. Nimwelimishe, nimwambie pale ile ni drainage system ya sewer iko pale. Why can't you connect your sewer there? Ama kama uwezi connect, lipia zile magari zinakuja kuvuta hiyo kinyesi, zifute zipeleke Ruai kwa recycling plant yetu ya county. Lakini pia kuna wengine hawana akili. Wanavuta hiyo kinyesi wanaenda kumwaga kwa mto. Sasa huyo ni mtu ako na akili zake kweli? Akili timamu, mtu unaenda kumwaga kinyesi, mafi umefungulia siwa ama kinyesi kwenda kwa mto. Nairobi ndio maana hizi maploti zote zimefungulia kinyesi, zikifungwa utapata hatuna mto Nairobi. Maybe mto Nairobi ilikufa kitambo. Unapata kinyesi inateremka, hii unapata ni mavi tu ya watu na mikojo. Ikifungwa utapata Nairobi hatuna mto. Mto Nairobi unaweza pata iliisha kitambo, kwa sababu kinyesi ndio imejaa pale na maji chafu. Tunapoendelea kuisafisha siwa, bado unasafisha leo, kesho watu wamefunguliwa sewage. Alafu watu wako na akili timamu. Ndio nataka kusema hivi. Nairobi ndio watu waweze kuwajibika, wanafaa kushikwa. Kwa sababu wakiongeleshwa wasikii. Washikwe, waambiwe wao wenyewe wa fix their mess. Mtu akipatikana anamwaga takataka, asipelekwe kotini, azishikwe apelekwe ziyo wapi. Wacha aokote hiyo takataka, ambiwe aende akaiuze kwa wale watu wa kufanya recycling, ama atoke nayo, aipeleke pale Dandora final disposal. Na pia most advanced countries recording and documenting ipo, enforcement yote in public space you document. Hata nyinyi media, asema ni content creator pia umegeuka kuwa content creator. No, it's not a content creator.